Karibuni sana wadau wangu, wadau wa channel yangu ya Mwalimu Fanuel Matabula Online Channel. Ni channel inayojikita katika kutoa masomo ya kihistoria. Historia ya mambo mbalimbali, historia kwa ujumla kama ilivyo ambayo imewahi kutokea katika vipindi mbalimbali vya maisha ya binadamu. Basi usisahau kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kabisa kuona masomo yanapokuwa yakitumwa kwa mara ya kwanza kwenye channel hii. Lakini usisahau kucomment kama unaweza kuwa na maoni yoyote. Kama hauna maoni basi sio mbaya, maana si unajua hata kwenye kikao sio kila mtu lazima azungumze. Kwa hiyo hata wasio na maoni ambao wanapita tu kujifunza, sio kwamba labda nasema kwamba lazima kila mtu aweze kutoa maoni, hapana. Ila kwa mwenye maoni asisahau kucomment pale ili tuweze kujua kwa mwenye nayo. Lakini pia msahau kushare ili kuweza kupata wadau ambao hao wadau watakuwa wanapata pia maarifa kupitia channel hii. Naam, kipindi kilichopita tulikuwa tukizungumzia habari za ukabaila, kwa maana ya ukabaila ambao ulikuwepo katika falme mbili. Tulizungumzia habari ya Buhaya, lakini tulizungumzia kwa habari ya Buganda. Sasa leo tutazungumzia habari ya ukabaila uliotokea Rwanda na Burundi. Halafu tukipata muda, kama muda utaruhusu, kwenye kipindi hiki pia tutazungumzia ukabaila ambao umetokea maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki. Wale wanaita Umwinyi. Kule wao hawana majina magumu, si Batwazi, Batwarwa, Banani. Hawana hayo majina kwa sababu kule ni Uswahilini. Kwa hiyo utakuja kukuta kwamba kiongozi anaitwa Mwinyi Mkuu. Wale wajumbe wake anaowateua anaitwa masheha. Kwa hiyo ni majina ya kawaida tu ya Kiswahili kwa kule. Lakini kwa huku kwenye Rwanda na Burundi na Uhaya na wapi huku maeneo ya ukanda wa maziwa makuu, na kwa kweli huku kuna makabila. Kwa hiyo majina yake kidogo yanakuwa sio ya Kiswahili. Na basi tuanze na huo ukabaila wa Rwanda na Burundi. Kwa kifupi tu tuseme kwamba ukabaila ambao ulikuwa katika maeneo ya Rwanda na Burundi, kwanza huu ulikuwa ni ukabaila wa ile aina ya pili tuliyokuwa tukizungumzia, ambapo ni ukabaila ambao rasilimali kuu ya uzalishaji mali ni umiliki wa ng'ombe. Kwa hiyo wao, sifa ya ukabaila ya kutaka ardhi haikuisha, kwa sababu hata ng'ombe nao wanahitaji ardhi kwa ajili ya kuwachunga na kwa ajili ya sehemu ya kuishi. Umeona? Kwa hiyo sasa ina maana kwamba katika ukabaila huu wa Burundi na Rwanda, wale waliokuwa wanafuga ng'ombe ndio walikuwa makabaila wenyewe, feudal lords. Ndio walikuwa makabaila wenyewe au viongozi wa ukabaila ambao walikuwa wanafuga ng'ombe. Na kimsingi katika hali iliyokuwepo kule ni kwamba hawa Watutsi ambao walikuwa wanajulikana kama Bahima zamani, kabla haijaja hilo swala la Ututsi na Uhutu. Sasa hawa Watutsi walikuwa ndio wafugaji, hawa walikuwa ndio wanafuga. Lakini pia hawa Watutsi ndio walikuwa wanawafanyia unyonyaji wa Hutu, kwa maana ya kwamba walikuwa wanawatengenezea sheria za kikabaila ambazo zilikuwa zinawalazimisha kulipa kodi kama sehemu ya kurudisha zawadi ya kulindwa katika jamii. Kulindwa katika jamii. Na kimsingi ni kwamba
Hawa Wahutu sasa, hawa Wahutu kwa upande wa Rwanda na Burundi wote walitengeneza tabaka la wakulima ambao hawa walikuwa wanajihusisha na kilimo. Kwa hiyo sasa katika ukabaila wa Burundi na Rwanda, kama jinsi ilivyokuwa kwa upande wa wale makabaila wa Buhaya na falme zingine ambao walikuwa wao kilimo ndio uti wa mgongo au ardhi ndio rasilimali kubwa ya uzalishaji mali, basi hivyo hata kwa Rwanda kama ilivyokuwa wale walivyokuwa licha kwamba wanalima lakini walikuwa wanafuga kidogo, basi hata hivyo kwa Rwanda napo kulikuwa kuna aina mbili za uchumi, Rwanda na Burundi hiyo, ambapo aina ya kwanza ilikuwa ni wakulima ambao ndio walikuwa Wahutu, lakini aina ya pili ilikuwa ni wale wafugaji pastoralists ambao walikuwa ndio Watutsi ambao hapo zamani walijulikana kama Bahima. Kwa hiyo ina maana kwamba katika hali hii ina maana kwamba hizi nchi ambazo ni Burundi na Rwanda kabla hazijawa nchi, enzi hizo za falme zao za kale, ina maana kwamba walikuwa wanatumia abami kama wafalme wao. Abami ni wingi, lakini akiwa mmoja alikuwa anajulikana kama mwami. Kwa hiyo huyo anaitwa mwami ndio ilikuwa ni title, cheo cha mfalme ambaye alikuwa anatawala kipindi hicho. Kwa mfano wa Burundi kama akina mwami Mwambutsa, kina mwami Mbikije na wengine. Kwa hiyo hii mwami ilikuwa ni title wao. Na kimsingi katika hizi nchi za Rwanda na Burundi kabla hazijawa nchi kipindi hicho, wakati zilipokuwa falme za kale za Rwanda na Burundi, kimsingi tukizungumzia kwa upande wa Rwanda kulikuwa kuna aina mbili za ukabaila, japo zote zilikuwa zinafanana lakini zilikuwa zinatofautiana kutegemea na eneo. Zilikuwa zinatofautiana sio kiutendaji, kimajina. Kwa sababu kuna maeneo waliita Umuheto. Kuna eneo waliita Umuheto, lakini kuna eneo jingine au aina nyingine ya ukabaila ambayo ulikuwepo kule waliita Ubuhake au Ubuhake kutegemea na matamshi ya mtu jinsi anavyoweza. Maana hii kikwao walikuwa wanaita Ubuhake. Na hata kama ukiangalia katika maandishi yake, hii B ina H mbele yake. Kwenye U alafu kuna BH. Kwa hiyo hii inatamkwa Ubuhake. Kwa wale ambao hawawezi kutamka hiyo wanasema Ubuhake. Lakini kwa upande wa Burundi bwana, kulikuwa kuna aina au kulikuwa kuna jina moja tu la ukabaila kule ambao waliita Ubugabire, au kwa wenye uwezo wa kutamka wanaita Ubugabire. Kwa hiyo Rwanda na Burundi zilikuwa na namna hizo za ukabaila, lakini katika hizo falme pia kulikuwa kuna kodi kama ulivyokuwa ukabaila sehemu nyingine, na wafalme wake ambao walikuwa ni abami au abami kwa wanaojua kutamka hii, basi hawa walikuwa wanafanya kama vile walivyokuwa wanafanya wengine, ila tu tofauti yao ni kwamba kulikuwa hakuna ugawaji wa ardhi za kukodisha.
bali ilikuwa ni kwamba kama wewe una ardhi yako, maana yake ni kwamba lazima ufuate sheria za kikabaila za kulipa kodi ili uweze kulindwa. Usipolipa kodi hawakulindi, wanakuacha. Kwa hiyo kuna kodi ambazo zilikuwa zinalipwa kwa maana ya kwamba kodi zao wao walikuwa wana namna mbili, walikuwa na majina mawili pia walivyokuwa naita huko Rwanda na Burundi. Kulikuwa kuna kodi moja inaitwa kutonja, kutonja, au walikuwa naita kugaba au kugawa. Unaona bwana. Kwa hiyo hizo ni aina tu za kodi zilizokuwa ambazo zilikuwa zinatozwa kwa wale waliokuwa ni wakulima. Maana yake wafugaji wa ng'ombe wao ndio walikuwa wakuu. Tofauti sana na aina nyingine za ukabaila kwamba mfalme alimiliki eneo akawagawia watu akatengeneza machifu na nini. Hawa sasa hawakuwa na mfumo huo sana. Hawa mfumo wao ilikuwa ni kwamba wale wamiliki wa ng'ombe ndio makabaila wenyewe. Kwa hiyo hata mfalme naye akiwa na ng'ombe na wengine wote wanaomiliki walikuwa wanashiriki zile kodi zilizokuwa zinalipwa na hawa Wahutu waliokuwa wa chini. Kibaya kwenye hizi nchi za Rwanda na Burundi za sasa, ambapo ilikuwa ni falme za Rwanda na Burundi kwa kipindi hicho. Kibaya chake, yani katika aina zote za ukabaila ambazo nimewahi kuziona, huu ndio ukabaila mbaya sana ambao umekuja kusababisha matatizo hata hivi karibuni kwenye miaka 1990 hapa. Kuanzia miaka hiyo ya 90 kurudi nyuma hapo, lakini pia hata 90 kuja huku mpaka 2000 kumekuwa na matatizo makubwa sana kwenye hizi nchi ambazo ni Rwanda na Burundi, kwa sababu kabla hazijawa nchi zilipokuwa falme, huu ukabaila uliotokea hapa ulikuwa ndio ukabaila mbaya sana kuwahi kuona tangu kabaila zote za aina zote nilizowahi kuzitolea masomo hapa. Sikuwahi kutoa maoni ya kwamba huu ulikuwa ni ukabaila mbaya, lakini kwa Rwanda na Burundi kama falme za kale zilikuwa na ukabaila mbaya sana kuwahi kutokea. Kwa nini nasema ni mbaya? Kwa sababu watawala wote walikuwa kabila moja na watawaliwa wote walikuwa kabila moja. Sasa cha ajabu ni kwamba wale waliokuwa ni wafugaji wa ng'ombe ambao walikuwa ni Tutsi au Bahima wa zamani, kabla hawajaitwa Watutsi walikuwa wanaitwa Bahima. Sasa kabla ya hapo, ina maana kwamba wakati walipokuwa wao ni wafugaji, ina maana kwamba hakuna Mtutsi ambaye alikuwa anafanya kazi za kilimo. Kwa hiyo na ukimiliki ng'ombe ulikuwa unaonekana wewe ni kiongozi na unafaa kupewa kodi na wale wakulima ambao ni Wahutu. Sasa jambo baya zaidi nasema kwamba ni baya kwa sababu huu kabaila ulikuwa umeenda kikabila, na hili ni swala ambalo lilisababisha matatizo makubwa sana hata hivi karibuni. Na kitu kikubwa zaidi na kibaya zaidi chake ni kwamba hawa Watutsi walikuwa ni jamii ya watu wachache ukilinganisha na Wahutu. Hata leo utakuja kuona kwamba katika nchi za Rwanda na Burundi kwa sasa ambapo zimekuwa nchi, bado Watutsi wana asilimia chache kwenye nchi zao. Unakuta Watutsi wana asilimia labda 15. Kwenye nchi nyingi za Rwanda na Burundi kienda kuangalia utakuta wana asilimia chache. Wale wengine wenzao Wahutu na Watwa ukiwajumlisha hapo napata asilimia 85 ya nchi. Kwa hiyo unaweza kaona changamoto jinsi ilivyokuwa, kwamba ni heri wale waliokuwa wanatumia mfumo wa ukabaila, lakini huu mfumo unakuwa ni watu wa kabila moja. Kwa hiyo hakuna zile chuki za kikabila kwamba kabila fulani anatunyonya sisi kabila fulani. Lakini kwa Rwanda na Burundi, hakika nasema huu ulikuwa ni ukabaila mbaya sana kuwahi kutokea katika maeneo ya ukanda wa maziwa makuu.
kwa sababu huu ulikuwa ni ukabaila ambao viongozi ni kabila moja wote. Yaani hakuna mtu atakuja kuwa kabaila hata siku moja, kwa sababu yeye ni mkulima ambao ni makabaila inabidi wawe wafuga ng'ombe. Umeona? Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa sana ambayo imetokea. Kwa hiyo tunasema kwamba hayo yalikuwa ni mambo ya falme za Rwanda na Burundi. Ukabaila wao ulikuwa hivi. Ulikuwa ni mbaya sana, lakini ulikuwa hivi. Na ulifanyika hivyo. Unaona bwana. Basi baada ya hapo niseme kwamba tuachane na haya mambo ya Rwanda na Burundi. Twende tukaangalie, je, kwa upande wa pwani ya Afrika Mashariki ukabaila wake ulikuwa na muundo gani? Twende tukaangalie huko tuone. Huko pwani bwana, pwani ya Afrika Mashariki, wao ukabaila wao ulijulikana kama Umwinyi, na mfalme wao alikuwa anajulikana kama Mwenye Mkuu. Unaona kabisa kwamba haya ni majina ya Kiswahili kabisa, Mwenye Mkuu. Na kimsingi tunasema kwamba huu ukabaila wa pwani, huu Umwinyi tunaoita Umwinyi, huu ulifanyika sana maeneo ya Zanzibar. Ingawa hata pwani ya Afrika Mashariki kwa ujumla walikuwa wanafanya hii, lakini sana ilikuwa ni Zanzibar. Na kimsingi huyu Mwinyi alikuwa ana vipaumbele vyake ambavyo alikuwa anapewa kwamba anaweza kuvifanya katika eneo lake. Alikuwa na vipaumbele vyake. Kipaumbele cha kwanza ni kwamba huyu alikuwa amepewa mamlaka. Alikuwa amepewa mamlaka ya kutambua na kutambua na kuweza kuweka sheria za kikabaila. Yaani maana yake tukisema kutambua, kwa maana ya kwamba aangalie zile zilizokuwepo katika jamii hiyo zinafaa, na kama hazifai yeye ndio alikuwa na uwezo wa kuweka sheria nyingine ambazo zilikuwa zinaendana na ukabaila wenyewe, ambazo zilikuwa zinaendana na maeneo hayo kutokana na mapendeleo ya huyo Mwenye Mkuu. Lakini jambo jingine ni kwamba, jambo la pili, alikuwa amepewa mamlaka ya kuendesha siasa katika eneo lake. Kwa hiyo yeye ndio alikuwa mwanasiasa mkuu katika eneo hilo ambalo alikuwa analitawala huyo Mwenye Mkuu. Alikuwa anaendesha mambo ya kisiasa pia. Lakini jambo jingine ambalo ni jambo la tatu, alikuwa amepewa mamlaka ya kumiliki na kudhibiti ardhi katika eneo lake alilokuwa analitawala. Na jambo la nne ni kwamba alikuwa amepewa mamlaka ya kutoza kodi kwa wale watu ambao wanahitajika kulipa kodi. Alikuwa amepewa mamlaka hiyo, kutoza kodi, na kodi wanamlipa yeye na wale wengine ambao wanakuwa wamewateua wale masheha wale. Na jambo la tano na la mwisho ni kwamba alikuwa amepewa mamlaka, yeye kama Mwenye Mkuu alikuwa amepewa mamlaka ya kuwapangia watu maeneo na kusimamia uzalishaji. Kwa hiyo upangaji wa maeneo, kwamba ni nani afanye kazi wapi, na uzalishaji kwa ujumla aliweza kuvisimamia yeye kama Mwenye Mkuu, kwa sababu vyote vilikuwa kwenye mamlaka yake. Na katika uongozi huyu Mwenye Mkuu kwa upande wa Zanzibar, maana yake ni kwamba kulikuwa kuna wasaidizi wake ambao alikuwa anawateua. Kulikuwa kuna makundi ya wasaidizi wake. Na kundi moja wapo ni kwamba kulikuwa kuna wasaidizi wanaoitwa masheha au madiwani. Umeona? Hawa walikuwa wanamsaidia kusimamia mambo mbalimbali ambayo yalikuwa katika maeneo aliyowagawia. Kwa hiyo alikuwa anawateua, alafu anawapa maeneo waweze kusimamia uzalishaji na vitu vyote. Hivi vitu vyote vitano nilivyovitaja kwamba alikuwa na mamlaka navyo hapo juu, ina maana hivi vitu vyote vilikuwa viko chini ya mamlaka yake kwa kusaidiwa na hawa masheha au
masheha au diwani. Umeona? Na sheha mmoja alikuwa na uwezo wa kusimamia eneo lake alilopewa. Walikuwa wanamuita sheha wa mji au mjumbe. Sheha wa mji au mjumbe. Naona mpaka sasa hivi Zanzibar yako hayo mambo. Utakuja kuona hata kwenye fomu za NIDA, wale mliojaza NIDA mliona kwamba kijiji au shehia. Kwa hiyo huyu sheha wa mji au mjumbe, huyu ndio alikuwa anakusanya kodi. Na kimsingi baada ya kukusanya hizo kodi ilibidi aziwasilishe moja kwa moja kwa mwenye mkuu. Na alikuwa anafanya hivyo kwa sababu yeye ndiye alikuwa anadhibiti mfuko wa kijiji ambao ulikuwa unaitwa koba la mji. Koba la mji. Umeona? Kwa hiyo sasa ina maana kwamba kwa sababu yeye ndiye alikuwa anaweza kuidhibiti hiyo, ndio maana alikuwa amepewa uwezo wa kukusanya kodi na baadaye kuzipeleka kwa mwenye mkuu. Naam. Basi kama jinsi nilivyosema kwamba hawa kutoka kwa mwenye mkuu kulikuwa kuna makundi ya watu wanaomsaidia. Kundi la kwanza nimesema walikuwa ni masheha masheha ambao walikuwa wanajulikana pia kama sheha wa mji au mjumbe. Na kimsingi chini ya huyo mtu kulikuwa kuna mtu mwingine anaitwa shakua. Hawa waliokuwa wanaitwa shakua walikuwa ni wakusanya kodi ambao walikuwa wanakusanya kodi za mazao kutegemea na mazao yaliyokuwa yakilimwa kule. Na hizo kodi zilikuwa zinakusanywa na kupelekwa kwa moja kwa moja kwa nani? Kupelekwa kwa sheha, alafu na sheha naye anatunza sasa kwenye koba la mji. Baada ya hapo anapeleka kwa nani? Anapeleka kwa mwenye mkuu. Unaona hapo ilikuwa ni mnyororo wa wanyonyaji. Huyu anaishi kwa kumnyonya huyu anaishi kwa kumnyonya huyu. Na kimsingi ni kwamba katika maeneo hayo pia chini ya hao mashakua au chini ya hao shakua hao waliokuwa wanakusanya kodi kulikuwa kuna viongozi wa dini waliokuwa wanajulikana kama wayale au wazale. Wayale au wazale ambao hao sasa walikuwa wanafanya shughuli za kidini, mambo ya matambiko, kubariki ardhi na mambo kama hayo, ambayo yote haya yalikuwa yanafanyika chini ya uongozi wa nani? Wa mwenye mkuu. Hao viongozi wa dini waliojulikana kama wazale au wayale nao walikuwa pia wanaishi kwa kutegemea kilichozalishwa na wakulima. Kwa hiyo na wao walikuwa wanafaidi ule uchumi wa uongozi. Kwa hiyo hawa nimesema kwamba walikuwa wanafanya mambo mbalimbali yakiwemo matambiko, na walikuwa pia wanafanya kubariki ardhi, walikuwa wanafanya shughuli za mazishi, na pia walikuwa kama waponyaji, yaani waganga wa kienyeji ambao walikuwa wanaponya maradhi mbalimbali ambayo walikuwa yakiwasumbua watu katika jamii. Hao ni viongozi wa dini. Umeona? Kwa hiyo sasa tunaweza kuona kwamba kulikuwa kuna mnyororo wa utegemezi kuanzia kwa hawa wayale au wazale ambao walikuwa ni viongozi wa dini dini za jadi za kipindi hicho, lakini pia kulikuwa juu yao kulikuwa kuna nani? Kulikuwa kuna shakua ambao walikuwa walikuwa wanafanya kazi ya kukusanya kodi, na juu ya hao kulikuwa kuna masheha masheha au diwani. Umeona? Na juu ya hao sasa ndio kulikuwa kuna mwenye mkuu. Kulikuwa kuna mwenye mkuu ambaye alikuwa anaongoza mambo yote, na wote hao, yani hayo makundi yote, huo mnyororo wote unategemea kilichozalishwa na mkulima. Unaweza kaona jinsi ukabaila ulivyokuwa
na ukaufananisha pia na uongozi wa sasa. Kama kuna mfanano fulani hivi lakini nisizungumzie sana hayo kwa sababu sizungumzi siasa, lakini kuna mfanano fulani hivi, lakini basi tuishie hapa. Hao ndio walikuwa wasaidizi wa Mwinyi Mkuu katika ukabaila huo wa pwani uliokuwa unajulikana kama Umwinyi. Basi kiufupi ni kwamba huo ndio ulikuwa Umwinyi jinsi ulivyokuwa, na miundo yake ilikuwa namna hiyo. Yaani ni kiufupi, kwa maana ya kwamba hatukuchambua mambo yote yaliyokuwa kule, lakini kwa kifupi au tuseme kwa muktasari ni kwamba huo ndio ulikuwa muundo wa Umwinyi na uongozi wake na shughuli zao pia. Lakini kuna swala hili la kwamba huu kabaila bwana kwa ujumla walikuwa na tabia ya kushiriki au kuwajibika kwa pamoja, kuanzia kwa mfalme mkuu mpaka kule chini. Sasa huku chini kulikuwa kuna wale mabaraza ya washauri, au pengine wawe ni viongozi wa dini, au wawe ni watu wa mahakama zao zile za kipindi kile, au pengine kama sio mahakama basi iwe ni wale wanajeshi labda, au wakusanya kodi, au watoa taarifa tu wale walipokuja wazungu wakawa wanawaita messenger. Nadhani katika wale waliofanya kazi miaka ile kabla yetu sisi, wale waliofanya kazi miaka ile ya kabla sisi hatujapata kukua, tulipokuwa bado tuko mashuleni kule, kuna watu walifanya kazi chini ya huu mfumo wa sanduku la posta kabla ya simu. Maana messenger alikuwa akipewa barua, kazi yake ni kuipeleka ifike eneo husika. Kwa hiyo sasa hawa walikuwa wanaitwa informers. Kabla ya ukoloni walikuwa wanaitwa informers. Walikuwa hawapewi barua, ila wao walikuwa ni wakusanya taarifa tu. Kuna nini kinaendelea? Mfalme apate taarifa za eneo lake linaendeleaje. Kwa hiyo hao nao walikuwa wanashiriki pamoja katika uwajibikaji. Na kimsingi ukabaila tu kwa jumla Afrika nzima walitumia huo mfumo, wakiwemo watu wa Bunyoro, Buhaya, Uganda, Karagwe, lakini hata Misri nao walitumia hii, ile Aksam ya Sudani ile, na wao walitumia hiyo, na Mwene Mtapa na aina nyingine nyingi tu za ukabaila ambazo wao nao walitumia mfumo huu wa kushare responsibility. Wale waliosoma kwa Kiingereza wanasema hivyo, to share responsibility with subordinate. Unaona Kwa hiyo ina maana kwamba walikuwa wanafanya kazi pamoja na wale wateule waliokuwa wameteuliwa pale kama sehemu ya mabaraza. Na kimsingi kulikuwa na faida ya kushiriki kufanya kazi kwa pamoja, kuanzia juu kwa mfalme mpaka huku chini kwa hawa waliokuwa ni wateuliwa, wanafanya kazi mbalimbali, lakini nao ni viongozi. Kulikuwa na faida mojawapo, au faida ya kwanza ni kwamba ilikuwa ni faida kwao hao makabaila. Ni kwamba faida ya kwanza ilikuwa mfumo ulikuwa unaweza kurahisishwa na kuwa mfumo rahisi, ambao huo mfumo utamwezesha mfalme kupata taarifa za watu hawa wa chini, kuanzia kwa mfalme yani kuanzia hapa chini kwa viongozi waliofuata baada ya mfalme, mpaka huku chini kabisa kwa hao watu ambao hawana hata vyeo, ambao ni wakulima, wengine ni wanafanya shughuli mbalimbali kama ni za kazi za mikono na vitu kama hivyo. Basi mfalme alikuwa na uwezo wa kupata taarifa kupitia mfumo huu, kupitia kushiriki uwajibikaji kati ya huyo mfalme mwenyewe na wale viongozi wengine ambao wanakuwa wamewateua. Taarifa zilikuwa zinafika kiurahisi tu. Lakini faida ya pili kwao ni kwamba ilikuwa inawasaidia kukusanya kodi.
kukusanya kodi, kuanzia kwa wakulima wadogo wadogo na wafugaji. Kwa waliokuwa wanafuga walikuwa na uwezo wa kukusanya kodi, kwa sababu kama tulivyosema, ukijaribu kutazama ile sehemu ya kwanza kule kwenye historia ya ukabaila wa Afrika kabla ya ukoloni, sehemu ya kwanza, utakutana na kitu miongoni mwa sifa za ukabaila ni kwamba huu ulikuwa ni mfumo wa kwanza kabisa kutumia, ilikuwa ni hatua ya uzalishaji mali ya kwanza kutumia mfumo wa kukusanya kodi au kulipishana kodi. Kwa hiyo ina maana kwamba hii walikuwa inawasaidia wao waweze kukusanya kodi kwa urahisi. Lakini jambo jingine au faida ya 4 ni kwamba kutokana na kushare uwajibikaji au kushiriki na kushirikiana kufanya kazi kwa pamoja kati ya hawa viongozi kuanzia kwa mfalme mpaka hawa wa chini, ni kwamba ilimrahisishia yeye kuweza kutekeleza sheria za kikabaila zilizokuwa zimewekwa kwa wakati huo kutegemea na mazingira. Kwa maana kwamba sheria walizokuwa wamejiwekea ilibidi wazifuate, kwa sababu kuanzia kiongozi wa juu mpaka kiongozi wa chini kabisa wote walihakikisha kwamba sheria zinafuatwa na hawa wakulima na wafugaji na hawa wengine wasanii tu walikuwa wanafanya kazi nyingine na kazi za mikono. Nikisema wasanii na maana wale waliokuwa wanatumbuiza kwenye sherehe mbalimbali, na wao walikuwa na kodi zao tegemea na kile walichokuwa wanakipata. Maana alikuwa ni msanii lakini alikuwa anafanya na shughuli zingine katika jamii. Hiyo nilizungumza kwa habari ya sheria za kikabaila kutekelezwa vizuri, ilikuwa ni faida ya 3 kimsingi. Nimekumbuka ilikuwa ni faida ya 3. Faida ya 4 ambayo ilikuwa ni katika kushirikiana kufanya uongozi kuanzia juu, uongozi wa juu kwa mfalme hadi chini, kiongozi wa chini kabisa, ni kwamba kulikuwa kuna uwezekano mkubwa na ilikuwa inawarahisishia wao kuwa na amani na kuepuka migogoro mbalimbali ya eneo kwa kipindi kile ambacho mfalme alikuwepo. Izingatiwe hivyo. Maana kuna baadhi ya maswali watu wamekuwa wakiuliza kwamba kwa nini inatokea kwamba kwenye faida au advantage tunaambiwa kwamba walikuwa wanaweza kuzuia migogoro, lakini kwenye disadvantage wanasema kwamba kulikuwa kuna uwezekano wa migogoro. Hayo yote yalikuwa yanawezekana kutegemea na mazingira. Kwa hiyo niseme kwamba kwa ufafanuzi zaidi ni kwamba hii iliwahakikishia amani na kuepuka migogoro mbalimbali, kwa sababu watu walikuwa wanapewa uongozi, watu walikuwa wanashiriki katika shughuli mbalimbali, basi maisha yalikuwa yanaendelea. Lakini kwa kuzingatia jambo moja tu kwamba kulikuwa kuna amani na hakuna migogoro kipindi mfalme yuko hai. Akifa sasa changamoto ndio ilipoanzia. Kwa hiyo kwa faida tu tuseme kwamba ilikuwa inawasaidia ilikuwa inawasaidia kuweza kuwa na amani na kuepuka migogoro katika jamii yao. Naam, basi tuone madhara yake. Madhara yake katika ushirikiano wa kiuongozi kwa jamii za kale, jamii za kikabaila. Kulikuwa kuna hasara gani kwao kuweza kushirikiana? Kulikuwa kuna hasara gani kwa jamii? Jambo la kwanza ni kwamba hawa watu walilazimika kutumia, yani kulikuwa kuna mnyororo wa unyonyaji kama nilivyosema huko mwanzo. Kulikuwa na mnyororo wa unyonyaji kiasi kwamba mfalme alikuwa anategemea hawa wengine aliowateua wamletee chochote kitu cha kuweza kula ili aweze kuishi, na sio tu kula, kummilikisha mali mbalimbali ili aweze kuwa katika fahari yake. Lakini hawa nao pia walitegemea wafanye unyonyaji kwa huku chini kwa wanao wakulima na wafugaji na wanaofanya shughuli mbalimbali katika jamii ambao hawana uongozi. Kwa hiyo hii bwana, kwa kimombo tunasema kwamba it encouraged chain of exploitation. Yani kulikuwa kuna chain of exploitation moja kubwa, kwa sababu ilikuwa wewe ukiweza ukimlipa huyu wa chini
Ina maana kwamba yani sio mlipe wa chini. Yani ulikuwa unaweza kumlipa, kwa mfano kama kule tukichukulia mfano wa Pwani, ulikuwa unaweza kumlipa Shakua kodi, lakini hiyo kodi ilibidi igawanywe, nyingine wapewe hawa Wazale au Wayale ambao walikuwa ni viongozi wa dini. Nao walikuwa wanategemea kula kwa nguvu ya wakulima na wafugaji. Sasa nyingine ipelekwe kwa hao masheha na nyingine ende mpaka huko juu kwa mwenye mkuu. Huo ni mfano tu ambao nimeutoa kwa upande wa miundo ya watu waliokuwa wanakaa katika jamii za kikabaila kipindi hicho, na waliokuwa wanashiriki uwajibikaji au wanaongoza kwa kushirikiana kati ya kiongozi mkuu na wale wengine. Lakini hasara, jambo la pili ambalo ni kama hasara, ni kama vile nilivyozungumza mwanzo kwamba amani na utulivu ilikuwa inatokea katika jamii zile endapo tu yule mfalme anakuwa bado yuko hai. Lakini ikitokea akafariki, yani kulikuwa kunazuka migogoro mno, kwa sababu wale wote waliokuwa wameteuliwa, ina maana wengi walikuwa wanataka kuongoza na wao. Walikuwa wanataka kuongoza na wao ili waweze kuwa nao wafalme, na wao wamiliki watoe amri. Kwa hiyo kwa changamoto hizi, ina maana kukatokea migogoro mingi sana katika jamii, hasa baada ya wafalme waliokuwa wanaongoza hizi himaya au falme zao walipokuwa wanafariki. Kulikuwa kunatokea changamoto nyingi za migogoro ya vita za wenyewe kwa wenyewe, kugombea uongozi na vitu kama hivyo. Na jambo la tatu na la mwisho ambalo ni kama hasara wa huu uongozi ambao walikuwa wanafanya sharing of power kipindi hicho, ambao walikuwa wanafanya sharing of walikuwa wanafanya sharing of responsibility. Yani yule king ana share responsibility na subordinate aliyowateua. Changamoto nyingine au jambo jingine la tatu na la mwisho ambalo lilikuwa ni kama hasara kwao ni kwamba swala hili lilisababisha baadhi yao kuasi. Mfalme alipokuwa anaongoza, kimsingi kulikuwa na amani, lakini hata kabla hajafa kuna falme nyingine zilikuwa zinapata changamoto ya kwamba watu walikuwa wanawaasi. Wakishakuwa waasi wanaenda kuanzisha falme zao nyingine za kikabaila ili na wao waweze kufaidi jambo. Kwa mfano huu nadhani watu wanaweza kurejea historia ya utawala kabla ya ukoloni, zile sehemu ukirejea utakuja kukutana na mfano wa yule kiongozi au mfalme wa Baganda, jamii ya Baganda ambao walikuwa katika ufalme wa Buganda. Alikutana na changamoto, mtoto wake Omuhanwa, yani Omuhanwa ambaye alikuwa ni mtoto, akamuasi baba yake Kiebambe Nyamutukura, akaanzisha himaya yake nyingine. Kwa hiyo unaweza, kama kuna mtu atahitaji mifano zaidi, anaweza kwenda katika historia ya utawala kabla ya ukoloni, akaona jinsi gani ilivyokuwa, hasa kwa kusikiliza kwa makini ile himaya ya Waganda, ile falme ya Uganda Kingdom. Anaweza kuona kwamba kuna mfano kama huu ambao ulijitokeza, kwamba kuna baadhi ya watu wanaasi na wanaanzisha vituo vyao vingine au himaya zao nyingine kwa tamaa ya madaraka, kutokana na kwamba tayari kwa kushare nao tu responsibility au kushirikiana nao kwenye kuongoza umeshawaonjesha radha ya madaraka. Kwa hiyo wakiwa na tamaa na madaraka wanafanya mambo ya ajabu. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa hasara nyingine mojawapo. Basi baada ya hapo niseme tu kwamba kwa ufupi historia ya ukabaila wa Afrika kabla ya ukoloni
imeishia hapa kwa ufupi. Historia ya ukabaila itakuwa imeishia hapa, na kimsingi niseme tu kwamba msisahau kusubscribe, kushare na kucomment kwa mwenye maoni. Hiyo kucomment ni kwa mwenye maoni. Umeona Basi hiyo itasaidia mambo mbalimbali, na hiyo ni muhimu sana katika uhai wa channel. Na basi niseme tu kwamba mpaka hapa nimefikia mwisho wa historia ya ukabaila kwa ufupi, japo nina imani kwamba katika vipindi vijavyo tutakuja kuzungumzia pia ukabaila kwa upande wa Ulaya. Mambo yalikuwaje? Mambo ya mapinduzi ya kilimo upande wa Ulaya ilikuwaje? Watu wakanyang'anywa maeneo ikawaje? Tutakuja kuzungumza mambo hayo. Lakini kwa sasa kwa Afrika kabla ya uhuru, kwa ufupi historia ya ukabaila wake imeishia hapa. Na baada ya kusema hayo, niwatakie wakati mwema, niwatakie utafutaji mwema wa maarifa zaidi. Ikiwa kuna mtu atahitaji nyongeza, lakini kama kuna mtu ana swali asisahau kuuliza. Niko tayari kuandaa video fupi kwa ajili ya kuwajibu wadau, lakini pia niseme tu kwamba niwatakie ujifunzaji mwema katika maarifa haya. Na baada ya hapo niseme tu kwamba tukutane katika kipindi kijacho. Kipindi kijacho kwa dokezo kitakuwa ni kipindi kinachohusu historia ya uhusiano wa Waafrika na watu wa Asia kabla ya uhuru. Basi twende pamoja ili tukutane katika kipindi hicho. Na ndio maana nikasema ukisubscribe utakuwa wa kwanza kuyaona masomo yatakayokuwa yakirushwa hapa. Basi baada ya hapo niseme kwamba niwatakie wakati mwema tena kwa mara nyingine, na baada ya hapo niwaage nikisema kwaherini.